Forming Christ in the Believer. TV Grace International presents the ineffable words of God, the gospel of grace, on the lips of the man, Christ Jesus. Abba Father. Bwana, tunakushukuru usiku wa leo, tumepokea hekima kutoka kwako, hivyo hatuombi hekima kwako, bali tunakiri kwamba hekima uliotupatia tayari imedhihirika. Katika jina lipitalo majina yote, Bwana, tunapokea kwamba ufahamu wetu umetiwa nuru na unaendelea kuangazwa. Tunapokea utukufu zaidi, kwa sababu mnasema kwamba utukufu huu unaofunuliwa ni kwa ajili ya utukufu wetu, kwa furaha yetu. Tunapokea hekima iliyodhihirishwa katikati yetu usiku wa leo. Asante Baba Abba. Wagalatia 2:7 inasema, kinyume chake, walipoona kwamba nimekabidhiwa injili ya wasiotahiriwa, kama vile Petro alivyokabidhiwa injili ya tohara. Ina maana kuna injili mbili. Halo, tuko hapa. Kuna injili mbili. Kuna tohara ambayo ni kipengele cha kimwili kwamba wakati mtoto anazaliwa siku ya 8, sehemu ya kimwili ya mtoto inatahiriwa kama sehemu ya yeye kuwa mteule. Na hiyo itatumikia sheria ya Mungu, sheria ya Musa. Wayahudi wote walifanya hivyo. Na yeye aliyetahiriwa ana wajibu wa kuishika sheria, kwa sababu sheria ni ya Mungu. Kwa hiyo Paulo aliyaita mafundisho ya Musa, ambayo walimkabidhi Petro, injili ya tohara. Lakini Paulo alipewa ile ya kutokutahiriwa, ambayo ina maana kwamba ni mafundisho ambayo hayaji kwa ajili ya mwili. Inakuja kwa mtu wa ndani. Habari ninamaanisha haina uhusiano wowote na nyama na sherehe na kuosha na kuwekewa mikono. Ninamaanisha wanaweza kukuwekea mikono, wanaweza kukufanyia chochote wanachokufanyia. Injili ya kutotahiriwa si kwa ajili ya mwili. Kwa hivyo angalia ni hatua gani inasema. Tabia chini ya utume wa tohara. Kumbuka, tohara inatumika nje kwa mwili wa kawaida na inahusiana na. Angalia nukta moja ya inasema nini? Hiyo ni Waebrania 9 mstari wa 9 hadi 10. Inasema, ambayo ni mfano kwa wakati huu, ambayo kwa hayo hutolewa matoleo na dhabihu zisizoweza kukamilisha kwa dhamiri. Kwa vile ni vyakula na vinywaji tu vya kutawadha mbalimbali, maana yake ni kutawadha au kubatizwa. Na kanuni kuhusu nini? Kutekelezwa hadi wakati wa kurekebisha nini? Aya inayofuata inasema, lakini kwa kuwa Kristo tayari yuko hapa, hutalazimika kushughulika na vinywaji na alama na uoshaji, kwa sababu Kristo tayari yuko hapa. Sawa. Nukta ya pili inasema, mitume wakamwambia Paulo. Haya ndiyo mashitaka waliomshtaki Paulo. Wanatuambia kwamba unawafundisha Wayahudi walio miongoni mwa watu wa mataifa mengine kumwasi Musa, kuwaambia wasiwatahiri wana wao wala washike nini? Forodha. Nambari 3, mitume wa Bwana wa Kiyahudi, wa udhihirisho wa Kiyahudi, wakamwambia Paulo, jitakase pamoja nao, ukawalipe gharama zao, ili wanyoe vichwa, ili waone unaweka utaratibu gani. Ina maana kwamba mitume hawakumwelewa Paulo. Nisikilizeni, tazama hapa sasa, kwa nini hawakumwelewa Paulo? Kwa sababu, zingatieni, hilo ni fumbo mnalopaswa kulifahamu. Mitume walimwona Kristo. Kutunza tohara. Kwa kuwa Kristo alimtumikia, alikuwa mtumwa wa tohara. Kwa hiyo kitu pekee ambacho mitume walijua ni tohara. Kwa hiyo wale mitume 11 waliona hilo lilikuwa jambo sahihi. Baada ya Kristo kufufuka, waliendelea na injili ya tohara ambayo ni torati ya Musa. Yaani mitume waliishika torati. Na walipomwona Kristo akiishika sheria, walisema, vema, hii ni kweli.
Kinachotokea ni kwamba Mungu aliwaruhusu mitume kubaki katika tohara katika Injili ya Musa. Wakakaa huko kwa sababu Paulo hakuwepo. Mtume wa wasiotahiriwa alikuwa hajafika, kwa hiyo Mungu aliwaruhusu wamchanganye Musa na Kristo. Na ilikuwa sawa kwa sababu Mungu aliruhusu. Lakini haikuwa jambo sahihi kufanya. Jambo ni kwamba Paulo alikuwa bado njiani kwenda Damasko. Paulo bado alipaswa kupitia kile kilichotokea kwa sababu Injili ya Roho ingetolewa tu kwa mtu mmoja ambaye ni Paulo. Unanielewa? Kwa hiyo nini kinaendelea? Hata Wakristo wa leo, Mungu anaruhusu ujinga huo huo Wakristo wa leo, kwa maana wanawaiga mitume wasijue ya kuwa mitume wanaishika sheria, wakichanganya sheria na neema. Kumkasirisha kwa roho ya neema. Lakini Paulo alikuwa hajafika. Paulo alikuwa hajafika na maelezo ya fumbo hilo. Ndiyo maana walipomsikia Paulo walichukizwa. Vema, angalia walichomwambia Paulo. Angalia Paulo, jitakase. Nyoa kichwa ili watu waone kwamba wewe pia unatembea katika sheria, kwa sababu unapaswa kuwa katika sheria, lakini Paulo hakuweza kuwa katika sheria, kwa sababu Kristo alikuwa amemfunulia Paulo habari njema ya watu wasiotahiriwa. Kwa hiyo kuna pambano kubwa, lakini kwa kuwa Mungu ndiye aliyeruhusu. Ndiyo maana Waebrania husema hivi ndivyo tutakavyofanya Mungu akiruhusu. Tutaendelea na mambo ya msingi kama Mungu akiruhusu, kwa maana kama Mungu alivyowaruhusu mitume kuchanganya sheria na neema, ambayo Paulo alionekana, kwa sababu ndiyo maana kulikuwa na mzozo huo siku zile. Tuendelee na nukta B. Tabia chini ya utume wa wasiotahiriwa. Kumbuka, hii inatumika kwa mtu wa ndani kwa Roho. Ndiyo maana inasema, tazama inavyosema, ndani yake mlikuwa pia ninyi. Alitahiriwa kwa tohara iliyofanywa bila mikono. Musa alikuwa kwa mkono. Lakini hii haifanywi kwa mikono kwa sababu ni Roho na huwezi kupenya rohoni kwa mkono wako. Mwanadamu hawezi kubatiza huko, mwanadamu hawezi kutahiriwa huko. Kwa sababu ni Roho, asema haifanywi kwa mikono. Tazama asemavyo, hii ni muhimu, unapouvua mwili wa nyama katika tohara ya Kristo. Inasemaje hapo? Kwamba mwili wa dhambi wa nyama ambao ulitumikia sheria sasa umetupwa nje na Mungu kana kwamba huna mwili. Mungu anakutendea kana kwamba huna mwili wa kimwili. Hilo ni fumbo. Je, unajua kwa nini? Kwa sababu Mungu akiutoa mwili wako wenye dhambi, inamaanisha kwamba hahesabii dhambi zako dhidi yako. Ndiyo maana anasema umekufa kwa dhambi. Anasema Kristo akiwa ndani yenu, mwili umekufa kweli kwa sababu ya dhambi. Je, unajua kwa nini umekufa kwa sababu ya dhambi? Kwa maana kama Mungu angeruhusu mwili wako wa sasa kuchukuliwa na dhambi unazozitenda sasa zingezingatiwa hapo, ungepotea. Lakini Mungu alichofanya ni kumtoa nje. Lakini Wakristo wanaoishi katika tohara wanauona mwili wako kabisa na wanakuambia huvai Kikristo, hautembei Kikristo, hujavaa nguo za Kikristo. Wewe huishiki Sabato. Tazama, leo ni Jumamosi, unafanya nini huko kwa amani ukipumzika? Kwa sababu wakiuona mwili hawajui ya kuwa katika tohara ya Kristo mwili ulitupwa nje. Ndiyo maana hatukujui kwa jinsi ya mwili. Unaweza kufanya makosa mengi na hatutayaona. Tunawaona lakini wakati huo huo hatuwaoni kwa sababu hatuwatii maanani. Naendelea kukuita ubarikiwe. Mchungaji, je, nimebarikiwa licha ya kila kitu ambacho umeona nikifanya? Kwa bahati mbaya, ndiyo. Kwa hiyo si utaniita mimi mwenye dhambi? Siwezi, kwa sababu Mungu hakuiti wewe ni mwenye dhambi, na ikiwa bosi hakuiti wewe ni mwenye dhambi, ninawezaje kukuita mwenye dhambi? Mchungaji, lakini hapa nidhamu ni nyepesi sana. Ikiwa unafikiri kuadhibu kwa Mungu ni nyepesi, hiyo ni juu yako. Mungu anajua jinsi ya kushughulika nawe, anajua sana nidhamu. Anasema kwamba humtia adabu yule anayemchukua kama mwanawe. Leo hii watu wasiojua kutotahiriwa wanajitia adabu. Umeona, wanajitia adabu kwa sababu bado wanachanganya. Ni Wakristo mchanganyiko. Ndugu, karibu makanisa yote yako katika Kristo lakini katika tohara. Sikiliza hii.
Inasema katika nukta B namba 1, kwa hiyo mtu asiwahukumu ninyi katika vyakula au vinywaji, au kwa habari ya sikukuu, Sabato ambazo ni kushika Sabato au kutoshika, kuonja au hata kugusa, kwa mujibu wa amri na mafundisho ya wanadamu. Nambari ya pili, jihadharini na mbwa. Je, unajua kwamba Paulo aliwaita wale mbwa wa tohara? Je, unajua kwamba Mkristo leo asiyejua neema ni mbwa? Na ikiwa yeye ni mchungaji, yeye ni ng'ombe wa shimo. Kuna chihuahua na Sikia Paulo mtume wa upendo akikuona unashika sheria anasema ni mbwa. Unajua kwa nini mbwa anashika sheria leo? Kwa sababu anapuuza dhabihu ya Kristo. Angalia inavyosema. Mstari wa 2 nasema namba 2 ya uhakika B, jihadharini na mbwa. Vipi kuhusu wale wabaya? Miami kuna makanisa 390 yanayoendeshwa na watenda kazi wabaya. Kisha husema jihadharini na wakatao miili. Yaani wale wanaoamini tohara. Kwa sababu tohara ni ya kimwili. Alisema jihadharini na wale watu ambao bado wako ndani ya sheria. Anasema kwa sababu sasa angalia kama anazungumzia sheria kuhusu tohara. Kwa sababu sisi tu tohara wa kweli, sisi tunaomtumikia Bwana katika roho na kufurahi katika Kristo Yesu bila kuwa na uhakika na nini. Nani atautumainia mwili? Nambari ya 1 haiko mbele ya uwepo wa Mungu Bwana. Hebu wazia wanafunga na kufunga sasa hivi wakiadhibu wakati Mungu alipoutoa mwili. Ndiyo maana Paulo alisema kile ambacho mataifa wanatoa sadaka wanakitoa kwa mapepo na si kwa Mungu. Unajihusisha na mfungo kwa sababu mbwa, na maanisha kwa sababu mtu alikuambia funga ili kuua nyama. Lakini kwa kufanya hivyo unaupa mwili uhai. Hakuna awezaye kuua mwili. Ilikuwa ni Kristo na hakuiua kwa dhabihu hiyo. Fikiria kwa wapendwa wako. Tuendelee. Nambari 3. Hapa hii ndiyo sababu Paulo anawakemea mitume. Anasema, lakini nilipoona ya kuwa wale mitume 11 hawaendi sawasawa na kweli ya Injili ya watu wasiotahiriwa, nilimwambia Petro mbele ya watu wote, ikiwa wewe Myahudi unautazama unafiki wa Petro, ikiwa wewe Myahudi unaishi kama watu wa mataifa na si kama Myahudi, kwa nini unawalazimisha watu wa mataifa mengine kuwa Wayahudi? Unajua kwa nini Paulo anamwambia Petro, tazama, wewe ni Myahudi, lakini unajisifu kwamba unaishi kama watu wa mataifa mengine, kwamba hupo chini ya sheria. Kwa hiyo unajivunia kuwa kama mataifa, lakini kwa upande mwingine unataka kuwalazimisha watu wa mataifa wafanye Uyahudi. Lakini ni Paulo pekee aliyekuwa na jicho hilo, hakuna aliyejua hilo. Kwa maneno mengine, Petro alikuwa akijifanya kuwa mtu mashuhuri, lakini si kwa Pablo hilo halikufanyika. Petro alikuwa mmoja, nilitembea na Yesu Kristo tukiwa tumeshikana mkono. Hatua kwa hatua nilikuwa naye. Kwa vivuli vyangu huwaponya wagonjwa. Na kila mtu anadanganywa, oh Petro, jinsi ya ajabu, oh ajabu. Lakini kwa Paulo, anakuambia yeye analaani. Ndiyo maana tuna jicho hilo alilo nalo Paulo, tunaona kwamba wanadanganya kila mtu pale. Oh, ni mchungaji mzuri jinsi gani, oh ni ibada nzuri sana, kama ulikuwa umeenda kwenye kanisa hilo jinsi gani ni nzuri, lakini ukileta kanisa hilo hapa na unafeli mtihani ni fake. Unaona jinsi wachungaji wote walivyo, nina jicho sawa na Paulo. Naona mtu anaabudu haleluya haleluya na mengine mengi, lakini afungue kinywa chake, kwa sababu kwa wingi wa moyo akifungua kinywa chake nitakuambia kuwa ametahiriwa au hajatahiriwa. Umeitwa kuwa na utambuzi sawa. Na sikwambii usipige makofi sana, maana Mungu hapigi makofi. Je, Paulo hakupiga makofi? Hebu turudie aya hiyo. Angalia mstari wa 3 unasemaje, kutoka kwa nukta B, lakini nilipoona ya kuwa mitume hawaenendi sawasawa na kweli ya Injili. Nilimwambia Petro mbele ya watu wote, sikumwambia kwa siri, mbele ya kila mtu, kwenye televisheni na redio. Na hakuwa na hiyo siku hiyo, lakini kama angekuwa na kipindi cha TV, angesema haraka zaidi. Hana upendo, sio juu ya upendo. Paulo ni mtume wa upendo.
Lakini anasema kuna upendo, lakini pia kuna ukweli wa Injili. Na si lazima tu uwe Mkristo, lakini pia unapaswa kutembea katika Injili ya kweli. Angalia kinachotokea. Hii inatumika leo. Tazama kinachotokea kwa mtu ambaye hata hajatahiriwa anaishika sheria kwa sababu ya ujinga uliopo leo. Angalia karipio la mitume. Inasema nini? Mmefarakana na Kristo, ninyi mnaohesabiwa haki kwa sheria, vipi kuhusu neema? Na tazama andiko linasema nini? Na tena namshuhudia kila mtu aliyetahiriwa kwamba ni wajibu wake kushika sheria yote. Na kisha Warumi 3:20 inasema, kwa kuwa kwa matendo ya sheria hakuna mwanadamu atakayehesabiwa haki mbele zake. Hebu tuendelee kwenye ijayo. Pointis. Mungu aliruhusu mitume kuendelea kuchanganya Musa na Kristo kwa sababu ya kutokuwepo kwa Paulo katika utume. Na bado tunaona kwamba Paulo alipokuwapo hawakumwelewa na kumpinga. Namba 1 ya pointi C, atawahesabia haki wale waliotahiriwa kwa imani na kwa imani. Na kwa imani kwa wale wasiotahiriwa. Namba ya 2, kwa sababu katika Kristo Yesu kutahiriwa au kutotahiriwa hakuna maana. Haya, nisikilize kwa uangalifu, angalia siri hii. Anatuambia kwamba Injili ya kweli ni ile ya wasiotahiriwa, lakini basi Paulo anakuja na kusema, ndugu, tazama, kutahiriwa wala kutotahiriwa si halali hapa. Na wewe ni kwenda kusema, lakini nini uhakika, Paulo? Unamkemea Petro kwa sababu ametahiriwa, lakini Paulo sasa anatuambia kwamba ni kutotahiriwa, yaani si kutazama wala kufunga wala kufanya. Na sasa anasema kwamba hakuna moja au nyingine haifai chochote, lakini imani tu inayofanya kazi kupitia upendo. Unajua kwa nini anasema hivyo? Kwa sababu kuna watu ambao hawana Roho. Nao wanaweza kuingia kanisani na kusema, mchungaji, niko katika hali ya neema, sifungi, nafanya hivi, niliacha hayo yote. Lakini hana imani itendayo kazi kwa upendo. Kwa hiyo watu wamekuja hapa ambao wamesema, mchungaji, nilikuwa mfuasi wa sheria kwa miaka 15, tazama. Huo ni uongo, walinitendea vibaya na anakuja hapa lakini anaendelea kunitesa. Hapa anaendelea na unafiki. Na unaiona kwa uwili. Na wamesaliti hata hisia za mawaziri hapa na kusababisha madhara. Kwa hiyo walikuwa washika sheria katika tohara na wakaja kutokutahiriwa na pia hawakuzaa matunda. Ndiyo maana Paulo, kwa kuwa Mungu amehesabu kila kitu kwa ubaridi, Mungu anasema, kunaweza kuwa na watu ambao wako katika sheria na kisha kuja kwenye neema lakini wanabaki sawa. Sasa makini. Yeye aliye katika Injili ya tohara na mwenye moyo mwema. Hapo Mungu anauona moyo wake. Naye humleta kwa wasiotahiriwa na moyo wake unabaki vile vile. Kwa sababu mapatano haibadilishi watu, mapatano hufichua watu. Ikiwa wewe ni mbaya moyoni na huna matunda, na ni mchoyo na mwovu na mchongezi na anapenda kukosoa na si mwanamume au mwanamke anayempenda jirani yake, mapatano hayawasaidii. Unaweza kufanya chochote unachotaka lakini umekamilika. Ndiyo maana Kristo anasema, kila pando ambalo Baba yangu hakupanda litang'olewa. Kwa hiyo ni vema ukawa hapa katika hali ya kutotahiriwa. Lakini kama humpendi Bwana, yafaa nini kusema, mimi ni katika kweli? Niko katika kukua katika neema. Lakini ikiwa ninyi hampendi Bwana na jirani yako, je, kuna faida gani kwako ikiwa uko sawa? Ikiwa ukweli haumo ndani yako. Angalia, nilikuwa mwanasheria. Ijumaa lingefika na singetazama na ikiwa ningekuona ukifanya kitu, ningekukosoa. Nilikuwa mfuasi wa sheria, nami ningekutazama juu na chini, na kama ningemwona mwanamke amejipodoa, ningesema yeye ni Yezebeli. Kwa sababu nilikuwa mshika sheria sana. Sikula soseji ya damu, nyama au chochote kati ya hivyo, ama nyama ya nguruwe, na nilikuwa safi sana, lakini nilikuwa mnafiki kabisa. Kwa sababu ndivyo nilivyokuwa. Ukweli ni kwamba nilikuwa mnafiki, lakini nilifundishwa kuwa mnafiki mzuri. Ningezalisha na kufunga, nikienda hadi siku 9 bila kula.
Kwa sababu hiyo mama yangu aliniambia, utakufa, utakufa. Na nikamwambia, mama, hata sina njaa, niko tayari siku ya 9 ya mfungo, niache. Nami nilitumia muda wangu kufunga na kufunga. Lakini nilipogundua kuwa huu ulikuwa uongo, nilisoma Injili ya neema. Lakini nitakuambia jambo moja, moyo wangu ulikuwa ule ule pale na ni sawa hapa. Kwa sababu mapatano hayabadilishi mtu yeyote. Wanafunua kipimo chako cha kiroho. Baba. Angalia nambari 3 inasema nini? Kutoka kwa uhakika, si kwa maana nawaambieni, Kristo Yesu alifanyika mtumwa. Ya nini? Ya kutahiriwa, ili kuonyesha ukweli wa Mungu na kuthibitisha ahadi kwa baba zetu. Warumi 15:8. Na maandishi haya yanasema, ndiyo maana mitume walimwiga hata baada ya kufufuka kwake. Hii ndiyo sababu Paulo anatuambia kwamba ikiwa tumemjua Kristo kwa jinsi ya mwili, anasema nini? Hatuijui tena hivyo au kuigiza namna hiyo. Sasa tuendelee na kumweka die. Kwa hiyo, tukiacha kuyanena mafundisho ya kwanza ya Kristo. Je, misingi ya mafundisho ya Kristo ni ipi? Tohara, kwa sababu Kristo alikuwa mtumishi wa tohara wa sheria. Alitimiza sheria. Ndipo inafika wakati ambapo Paulo anasema, kwa hiyo akiacha yale mafundisho ya awali ya Kristo, tunakwenda mbele wapi? Kwa ukamilifu ambao ni kutotahiriwa. Tusiweke msingi tena wa kuzitubia kazi zisizo na uhai ambazo ni tohara, imani kwa Mungu na mafundisho ya mabatizo na kuwekea mikono, ya ufufuo wa wafu na hukumu ya milele. Na hili tutalifanya ikiwa Mungu ameruhusu kweli. Kwa maneno mengine, tutaacha yote hayo ikiwa Mungu ataruhusu. Kwa sababu anasema Mungu akiruhusu katika kipengele kwamba Mungu ndiye anayemulika ili uache hayo yote. Kwa sababu tazama, watu wamekuja hapa ambao wamesema jambo hilo kuhusu ubatizo wa maji na jambo hilo kuhusu ushirika mtakatifu, hayo yote si halali. Lakini ufahamu wao haujaangazwa. Niambie kitu kimoja, unapobatizwa kwa maji, unabatiza roho. Je, unaweza kulowesha roho yako? Na unalowesha nini? Unachovya nyama. Na nyama katika wasiotahiriwa ni nini? Hakuna kitu. Hujatahiriwa ili ubatizwe, upakwe mafuta, uwe vyakula vilivyokatazwa na usile au usifanye hivi au vile. Hiyo ni nyama. Roho inakula. Isipokuwa una mwili wa utukufu kama Kristo ambaye alikula na mwili wa utukufu. Lakini wakati huo huo roho yako. Unachokula ni kwa ajili ya tumbo lako. Ndiyo maana nilikupa tohara, kanuni za ubatizo wa maji, karamu takatifu, saumu, mikesha, kuitunza Sabato, kupaka mafuta, sadaka, nywele ndefu kama pazia kwa wanawake, kuosha miguu kama ishara ya unyenyekevu. Ndivyo wanavyofanya makanisani huko nje. Hei, miaka 2000 baadaye bado kuna watu mchungaji, hata wakisoma mistari hii hawawezi kuielewa maana wamejifunika. Mchungaji, lakini watu hao wana akili, ni watu wenye akili. Kwa hivyo nenda kwao, ikiwa ni werevu hivyo, na uwaonyeshe. Mchungaji, angalia Biblia inasema nini? Ubaguzi tayari umewekwa na pazia huwaficha kutoka kwa kuonekana. Na ukieleza, wanajibu, ndiyo, naona unachosema, lakini kwa sababu hawaoni chochote wana pazia. Sasa angalia kutokutahiriwa ni nini? Ukamilifu. Angalia ubatizo mmoja. Mstari huo ni upi? Waefeso 4:5 inasema ni ubatizo mmoja. Nambari 2. Paulo anasema nini? Tafuta umoja wa Roho. Ubatizo mmoja, Bwana mmoja, imani moja. Sio ubatizo 2 wala 3. Hakuna kitu kama imani dhaifu, imani yenye nguvu, imani zaidi au imani ndogo. Hapana, ni kipimo cha imani ambacho sisi sote tunacho. Ni imani ya Kristo katika roho yako. Unachotakiwa kufanya ni kulilisha kwa maarifa ili imani yako ijidhihirishe kama ilivyokuwa kwake. Nambari 2. Ushirika mtakatifu, wanasema sivyo. Lakini Pasaka ilikuwa nini? Sasa katika Wakorintho inakuambia kuhusu ushirika mtakatifu. Nawe utasema, lakini mchungaji, ni wazi hapo. Lakini kumbuka, Paulo hakuzungumza nao kama watu wa kiroho. Je, alizungumza nao jinsi gani? Kama wale wa tohara. Naye Petro alichukua ushirika mtakatifu kama waamini na Wakatoliki wanavyofanya, kile wanachokiita jeshi.
Hiyo ilikuwa nakala duni ya kile mitume walifanya, kumega mkate katika nyumba siku hizo. Paulo aliwaona. Paulo alishirikiana nao. Kwa sababu walikuwa na sifa kubwa. Na Paulo alipopanda kwenda Yerusalemu alikuwa katika eneo la faragha. Naye akasalimu, lakini kisha akawaambia, tazameni, sisemi nanyi kama na watu wa kiroho, bali kama watu wa kimwili. Pasaka imekwisha kutolewa kuwa dhabihu. Angalia, ikiwa una njaa, kula nyumbani, fanya hivyo nyumbani, lakini usije hapa kufanya hivyo, au kula au kufanya ishara hapa. Hakukuambia hivyo. Je, huna nyumba ya kusherehekea huko? Kwa nini unaiadhimisha hapa, mahali hapa? Aliwaambia au la? Mimi siwasifu kwa hili, lakini kisha akawaeleza ni nini rudiment, ambayo ni ishara, hii ni mwili wangu, na alikula kipande kidogo cha mkate. Lakini si lazima kutoa chochote kwa mwili. Hili si agano la mwili, ni agano la Roho. Na roho yako ikammeza Kristo, mwana-kondoo mzima na mkamilifu. Nambari 3. Saumu. Inasema hapa bibi arusi anaweza kuomboleza ikiwa mume yupo. Kristo alipoulizwa swali kuhusu kufunga, wakamwambia, tazama Bwana, twaona ya kuwa wanafunzi wa Yohana ni wema katika kufunga. Hakika kama Yohana alikuwa mwanasheria, fikiria. Lakini tunaona kwamba wanapokuwa na wewe watu hawafungi. Ninasema, lakini vipi? Kama wale walio pamoja nami. Je, ikiwa kuna harusi na mume yupo, utafungaje? Hebu fikiria nyumbani kwako kuna shughuli ya furaha ya familia yako, halafu ghafla anakuja ndugu mmoja kusema, kaka, tufunge maana mambo ni mabaya. Utamwambia nini? Haya, angalia, acha hiyo baadaye hadi msichana au mvulana aolewe, acha hilo baadaye. Si hivyo? Vema, Kristo aliwaambia, huyu hapa kiongozi. Kwa nini unafunga? Ili kunifurahisha, lakini tayari niko hapa. Sasa tazama alichowaambia, lakini je, vizazi vitakuja ambavyo vitafunga? Je, aliwaambiaje? Siku na siku zitakuja wakati niendapo na kufa na kufufuka, wala siko karibu tena na bibi arusi. Ndoa watafunga wakati huo, kwa sababu sasa niko pamoja naye milele. Si hivyo? Namba 4. Katika tohara anasema makesha. Hapa tunaweza kusema kwamba ndani yake sisi tumekamilika. Na sisi ni miungu kama Zaburi 82:6 inavyosema. Mchungaji, sisi ni miungu? Naam, ndivyo tulivyo. Miami, isome katika Biblia yako, angalia 82:6, Zaburi 82:6 inasema nini? Ninyi ni watoto wa aliye juu na miungu. Kama wanadamu, angalia, anasema miungu. Lakini kama wanaume utakufa. Mwili utakufa, lakini roho hatakufa. Lakini tazama, ikiwa wewe ni mwana wa Mungu. Ikiwa baba wa roho ni Mungu, watoto ni nani? Maana wao ni miungu pia. Hakika. Ikiwa mbwa ana watoto wa mbwa, mama ana watoto na Mungu ana miungu. Kila tunda, kila mbegu huzaa matunda kulingana na aina yake. Unajua, mstari pekee katika Agano Jipya unaozungumza juu ya upako kwa mafuta ni katika Yakobo. Na James alikuwa nani? Mtu aliyechanganya, mmoja wa mitume waliokuwa katika tohara. Namba 7, dhabihu. Hapa inasema sitaki dhabihu, lakini nini? Maarifa ya Mungu, yaani nabii alisema. Namba 8, nywele ndefu kama pazia. Hapa inasema ikiadhiri unyenyekevu na ibada ya malaika. Unajua kwamba wanawake katika Agano la Kale walivaa pazia kwa ajili ya malaika. Kwa sababu ya malaika walivaa pazia, ambayo Wakatoliki waliita baadaye mantila. Lakini katika kutotahiriwa, waliondoa pazia kwa sababu wewe ni malaika mwingine. Na malaika mmoja hamwabudu malaika mwingine. Ndiyo maana wakati mzee John akainama na kumwabudu malaika, malaika katika Ufunuo anamwambia, vema, ikiwa sisi ni sawa, unawezaje kuniabudu? Mwabudu Mungu. Malaika haruhusu mtu yeyote kumwabudu.
Kiongozi wa kiroho haruhusu mshiriki yeyote kuja kumwabudu. Aliye katika neema hamruhusu yeyote kuja na ibada ya sanamu. Kumbuka kwamba tunatembea katika kanuni, tunawasilisha, lakini hatumwabudu mwanadamu. Tunanyenyekea kwa huduma ambazo wanaume wanazo, na tunamheshimu mwanadamu, lakini hatumwabudu. Baba. Nambari 9, kuosha miguu kama ishara ya unyenyekevu. Paulo alisema, wale wanaojisifu kwa sura na si kwa moyo, mnaweza kutawadha miguu ya mtu yeyote. Hiyo ni rahisi. Nitamwosha miguu, lakini baada ya hapo sitaki kumwona. Kuna mapatano mawili. Kuna maagano mawili, tohara na kutotahiriwa. Na ndiyo maana inabidi uje hapa mara nyingi katika huduma hii ili kupenya roho yako. Na je, unajua inakuwaje kufikia roho yako unapoishi katika mwili? Umekuwa ukiishi katika mwili kwa miaka mingi. Umekuwa ukiishi kwa miaka 25, 30, 40, 50, 60 kwa kile unachokiona, kwa kile unachohisi, kwa kile wanachokuambia. Na halafu ghafla huduma inakuja na kukuambia, vema, hatukujui kwa jinsi ya mwili. Unamaanisha nini? Hapana. Ikiwa hivi ndivyo ninavyoishi, hamtawezaje kunijua katika mwili? La, ninataka kukupeleka hapa kwenye huduma fulani za kiroho. Ndiyo maana makanisa, leo nilikuwa nikitazama kipindi kwenye televisheni kuhusu uponyaji na uponyaji na uponyaji na uponyaji. Na ikiwa unaogopa ni mapepo. Na ikiwa una wasiwasi ni pepo mwingine. Ukipata kizunguzungu ni demu mwingine. Ukipata hilo ni pepo mwingine. Ikiwa una tabia mbaya ni pepo mwingine. Nao ni mapepo na mapepo na mapepo na mapepo na mapepo na mapepo na mapepo. Na kwa hivyo nilikuwa nikiona kuwa watu wengi wanageukia hilo. Je, unajua kwa nini? Kwa sababu watu leo wanaifuata mikate na samaki. Kwa hiyo ni rahisi kujaza kanisa na watu kama hao wenye ahadi kama hizo. Je, huoni kwamba kile kilichozaliwa, kilicho cha kawaida ni hofu? Sasa injili ya kutotahiriwa inakuja ili kukuondolea hofu. Inakuweka huru kutoka kwa utumwa. Mwanadamu hawezi kukufanya mtumwa. Hofu yako ya kifo imekwisha. Uchoyo unaondoka. Ubatili unaondoka. Unabaki katika vema katika roho. Inafikia roho yako ili uweze kuwa huru. Sasa ni kazi ngumu na wewe, sivyo? Lakini ukishakula neema na kuifurahia, nani atakufanya mtumwa tena? Mwanaume gani atakufanya mtumwa?